Kikosi cha wanawake kutoka kwenye miamba ya dhahabu mkoani Geita, Geita Queens, kimefanikiwa kurejea tena katika ligi kuu ya soka la wanawake Tanzania kwa mara ya pili kufuatia ushindi muhimu walioupata jijini Mwanza. Mara baada ya kurejea mkoani Geita, timu hiyo ilipokelewa kwa shangwe na viongozi wa chama cha soka mkoa wa Geita, Gerefa, pamoja na viongozi wa chama cha soka la wanawake mkoani humo. Akizungumza wakati wa mapokezi hayo, mwenyekiti wa soka la wanawake mkoa wa Geita, Elizabeth Makwenda, alisema kuwa mafanikio hayo ni faraja kubwa kwao na jamii kwa ujumla. Alitoa wito kwa wadau na mashabiki wa soka kuendelea kuiunga mkono Geita Queens ili iendelee kufanya vizuri. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Geita, Salum Ali Kalunge, alisema kuwa wamejifunza kutokana na makosa ya nyuma yaliyosababisha kushuka daraja, na kwa sasa wamejipanga kuhakikisha hali hiyo haijirudii. Alitumia fursa hiyo kuwashukuru wadhamini wakuu wa timu hiyo, African Underground, kwa mchango wao mkubwa katika kufanikisha mafanikio haya. Kocha mkuu wa Geita Queens, Ali Kitula, alisema siri ya mafanikio yao ni nidhamu, kujituma na mshikamano miongoni mwa wachezaji. Aliahidi kuwa wataendelea kupambana ili kuhakikisha timu inabaki katika ligi kuu kwa msimu ujao. Naye nahodha wa timu hiyo, Honesta Hamidu, alitumia nafasi hiyo kuwashukuru wadau wote waliojitokeza kuwaunga mkono katika safari yao ya kurejea ligi kuu, huku akiahidi kutowavunja moyo mashabiki wao. Hii ni News Update Media. Tutakuja kushiriki hapa nyumbani. Sasa imerejea nyumbani baada ya kutoka away kuzisaka alama 3 ili pande ligi kuu. Tupo na viongozi wetu, mwenyekiti wetu wa chama cha mpira mkoa wa Geita, tuko naye mbele hapo, ndo msaimu mbele katupandisha, tumepanda, tumerudi ligi kuu. Hii ni Geita, imerejea ligi kuu ya wanawake. Kama tunavyoona mwenyekiti tumetoka kwenye mapambano. Hao ni viongozi moja ya benchi. Wanajeshi wanaipandisha timu yetu ya Geita Queens. Ndio wachezaji wa Geita Queens ambao wameipandisha, na maadamu wanapokea hapo kwa shangwe. Pia mwenyekiti wa chama cha mpira, kiongozi wa Gerefa, maadamu anapokea wachezaji wake kwa moja kabisa kwa shangwe. Tume ya Madini inafuraha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi, na mgeni rasmi atakuwa ni waziri wa madini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local.content@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Kwa majina naitwa Elizabeth Makwenda, ni mwenyekiti wa soka la wanawake mkoa wa Geita. Sisi tumeipokea timu yetu ya Geita Queens, tumefurahi sana. Timu yetu ilikuwa imeshuka, kwa sasa imepanda. Kwa hiyo furaha yetu sisi ni kuona timu yetu inaendelea kukaa pale juu. Lakini pia tunawaambia mashabiki, wadau wote wa mpira mkoa wa Geita, tunahitaji support yao kubwa. Timu yetu kukaa pale juu ni support kutoka kwao. Bila wao kutusapoti, timu yetu haiwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo wana Geita wote kwa ujumla, wadau wote, wana michezo wote, viongozi wote wa Geita, tunahitaji support yao kubwa ili timu yetu iendelee kung'ala. Naitwa Salum Ali Kalunge, ndo mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Geita. Kubwa kama Geita ni kuhakikisha kwamba timu hii inaenda kuwa mshindani katika ligi kuu.
sio tena kufikiria kushuka daraja, na hilo naamini inawezekana kwa sababu kikubwa ni jinsi gani ya timu inaweza ikasustain katika nafasi, na hii yote ni kwa sababu ya udhamini mkubwa ambao tumeupata wa African Underground. Ukweli tunawashukuru sana, na ni watu ambao wamedhamiria kufanya makubwa zaidi katika timu. Lakini mimi niseme kama mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa ni kwamba African Underground ametufikisha hapa na bado anaendelea kuwa na sisi, lakini bado hatoshi. Mkoa kama Geita wenye thamani kubwa hasa katika dhahabu, mkoa wenye utajiri mkubwa wa dhahabu, tunapaswa tupate wadhamini wengi wa kuhakikisha kwamba hii timu tunaishikilia, na hii timu tunaweka kila aina nguvu kuhakikisha kwamba inafanya vizuri zaidi hapa ilipokuwa, na inafanya vizuri ligi kuu ili kuhakikisha kwamba tunapata nafasi za kushiriki sisi kimataifa. Hili ndio lengo letu kubwa. Naitwa Kitula Osman, ni kocha mkuu wa Geita Queens. Niko hapa kwa ajili ya kuwajulisha mashabiki wa Geita Queens na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla ya kwamba tulijiandaa vya kutosha kuelekea katika mashindano ya championship, lakini pia kwa kushirikiana na chama cha soka Geita pamoja na wadau wote na uongozi wa AMSI waliweza kufanikisha kila jambo, na tukaweza kufika katika viwanja vya Magana huko Mwanza, na katika michezo yetu mitano tumeweza kunufaika kwa kushinda michezo minne, lakini pia pamoja na kupata huo ushindi timu yetu imeweza kufanikiwa kufuzu katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa majina naitwa Onesta Amidu Kindawe, ni captain wa Geita Queens. Awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hatua hii ambayo tumefika, tumeweza kufanikisha kupambana na kuweza kurudisha timu katika ligi kuu. Lakini pia nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau na wapenda soka mkoani Geita, ikiwemo na Kulwa Biteko pamoja na ASAP Mining kwa support yao waliotuonyesha. Kwa hiyo tumeweza kufanikisha jambo letu kupitia wao, na naamini kupitia wao sisi tutafanya vizuri zaidi, na niwaombe wadau na wapenda soka wengine wasikatie tamaa, waendelee kutuunga mkono kwa namna moja ama nyingine tuweze kufanikisha jambo letu, kwa sababu timu ishafika ligi kuu. Tunategemea support kubwa sana kutoka kwao ili tuweze kufikia malengo. Asante.